Anga baridi la kisiasa la jiji la Moscow nchini Urusi, pazia la diplomasia lilifunguliwa kwa uzito mkubwa, si kwa maneno tu, bali kwa ishara ya mwelekeo mpya wa nguvu duniani. Rais wa Urusi Vladimir Putin alisimama imara ndani ya ukumbi wa kifahari wa Kremlin akitoa ujumbe mzito: Urusi imekuwa kiwanda cha maarifa kwa Afrika na hasa kwa Jamhuri ya Kongo. Katika mazungumzo yake na kiongozi mkongwe wa Afrika ya Kati Denis Sassou Nguesso, Rais Putin alifichua takwimu iliyobeba uzito wa historia. Zaidi ya wataalamu 8,000 kutoka Kongo wamefunzwa nchini Urusi katika miaka ya hivi karibuni. Huu si ushirikiano wa kawaida, ni uwekezaji wa kimkakati katika akili za kizazi kijacho cha Afrika. Ziara ya Sassou Nguesso nchini Urusi si tukio la bahati mbaya, ni safari yake ya kwanza nje ya nchi tangu ashinde uchaguzi wa Machi kwa kishindo kikubwa cha 94.8%, ushindi uliothibitishwa uimara wake wa kisiasa ndani ya taifa lake. Kufika kwake Moscow kati ya Aprili 28 hadi Mei 2 kunatafsiriwa kama ishara ya wazi Kongo inaona Urusi si tu mshirika wa jadi, bali kama muhimili wa baadaye wa maendeleo yake. Rais Putin kwa upande wake hakupoteza muda kumpongeza kwa ushindi huo, akisisitiza kuwa uhusiano kati ya nchi hizi mbili una mizizi ya kina na matarajio mapana zaidi. Katika kile kinachoonekana kama ramani mpya ya ushirikiano, sekta kadhaa zimewekwa mbele, ikiwemo nishati, kilimo na usalama wa chakula, uchimbaji wa madini na jiolojia, usafirishaji wa miundombinu pamoja na biashara na fedha. Rais Putin alieleza wazi kuwa Urusi inaona uwezo mkubwa wa kupanua ushirikiano katika maeneo haya, kauli ambayo si ya kawaida katika lugha ya kidiplomasia, bali ni ahadi iliyofungwa kwa vitendo. Kwa upande wake, Sassou Nguesso alisisitiza kuwa mazungumzo hayo yatazaa mpango wa miaka 3 wa ushirikiano ulioboreshwa sambamba na serikali mpya inayoundwa nchini kwake. Moja ya zawadi muhimu kutoka Urusi kwa Kongo imekuwa ni utoaji wa maabara zinazohamishika, teknolojia inayoweza kufika maeneo ya mbali na kutoa huduma za haraka za uchunguzi wa magonjwa. Kwa lugha ya moja kwa moja, kiongozi huyo wa Kongo alikiri huduma hiyo ni muhimu sana kwa taifa lake. Katika bara ambalo bado linapambana na changamoto za miundombinu ya afya, msaada huu unachukua sura ya maisha na matumaini. Katika pazia la kimkakati zaidi, mazungumzo haya pia yaligusa mradi mkubwa wa bomba la mafuta kutoka Pointe Noire hadi Routete na Maloko Tichoti, mradi unaotarajiwa kufika bahari ya Atlantiki na kuanza utekelezaji wake mwaka huu wa 2026. Mradi huu ukiwa na ushiriki wa Urusi unaweza kuibadilisha Kongo kuwa kitovu cha usambazaji wa nishati katika ukanda huo, huku ukifungua milango mipya ya biashara ya kimataifa. Katika mwaliko wake, Putin alimkaribisha Sassou Nguesso kwa ushiriki katika mkutano wa 3 wa Russia na Afrika utakaofanyika Oktoba, jukwaa ambalo limekuwa likiibuka kama mjadala wa ushawishi wa magharibi barani Afrika. Hapo ndipo hadithi inakuwa kubwa zaidi. Afrika si tena mchezaji wa pembeni, ni muhimili mpana unaovuta maslahi ya mataifa makubwa, na Urusi inaonekana kuwekeza kwa nguvu katika mwelekeo huo. Katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi, ambapo nguvu za kiuchumi na kisiasa zinapangwa upya, ushirikiano kati ya Urusi na Kongo unaibuka kama mfano wa kile kinachoelezwa kuwa sura mpya diplomasia ya kimataifa. Huu si uhusiano wa misaada pekee, ni ubadilishanaji wa maarifa, rasilimali na nguvu ya kimkakati. Na kama historia itahukumu, huenda siku hizi za mazungumzo ndani ya Kremlin zikawa ndizo zilizoandika mwanzo wa enzi mpya Afrika kujisimamia, ikiwa bega kwa bega na washirika wake wapya wa Mashariki. Itakumbuka kuwa mnamo Aprili 17 mwaka huu, katika zama hizi za mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi duniani, macho ya wengi yalielekezwa barani Afrika, bara linalochipuka kama muhimili mpya wa nguvu za kimataifa. Ndani ya upepo huu mpya, uhusiano kati ya Urusi na Jamhuri ya Kongo ulionekana kupaa kwa kasi, ukiashiria zama mpya ya ushirikiano wa kina unaovuka mipaka kidiplomasia ya kawaida. Safari ya Alexander Novak, naibu waziri mkuu wa Urusi nchini Kongo,
Haikuwa tukio la kawaida la kidiplomasia, ilikuwa ni ishara nzito, ujumbe wa wazi kuwa Moscow inatazama Afrika si kama mshirika wa pembeni, bali kama nguzo muhimu ya mustakabali wake wa kimkakati. Katika jiji la Brazzaville, anga lilijaa shamra wakati wa kuapishwa kwa rais mkongwe Denis Sassou Nguesso, kiongozi aliyerejea madarakani kwa muhula wake wa 8. Ushindi uliokuja na 94.8% ya kura. Tukio hili alikuwa tu la kitaifa, bali la kimataifa, lilivutia macho wa washirika wakubwa akiwemo Urusi. Ndani ya mazingira hayo, Novak aliongoza ujumbe mzito wa Urusi uliokuja na ajenda pana, ukiimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kisayansi na kijamii. Kauli yake ilikuwa thabiti na yenye uzito wa kimkakati. Ushirikiano wa pamoja na miradi ya maendeleo utazidi kuimarisha uhusiano wa nchi mbili na kuleta manufaa halisi kwa wananchi. Kinachojengwa kati ya Moscow na Brazzaville si urafiki wa maneno, bali ni ushirikiano wa vitendo. Sekta muhimu zimewekwa mezani, ikiwemo nishati. Urusi, ikiwa ni moja ya vinara wa dunia katika nishati, inalenga kuisaidia Kongo kuimarisha uzalishaji na usambazaji wa umeme. Lakini pia miundombinu, barabara, reli na miradi ya kisasa inatajwa kama uti wa mgongo wa maendeleo ya pamoja. Afya. Ushirikiano katika huduma za afya unatarajiwa kuboresha maisha ya wananchi. Elimu na mafunzo, maelfu ya wataalamu wanatarajiwa kufundishwa, wakibeba ujuzi utakaobadilisha mustakabali wa taifa. Hayo yote yanaashiria jambo moja: Afrika haitaki tena misaada ya masharti. Inataka ushirikiano wa heshima na manufaa ya pande zote. Wakati huo maandalizi yanaendelea kwa mkutano mkuu, mkutano wa Urusi na Afrika unatarajiwa kufanyika Moscow. Huu ni mkutano unaokusanya viongozi wa bara zima la Afrika na kufungua milango mipya ya biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kisera. Majadiliano kati ya Georgy Borisenko na Gianni Grudi Kongoso yalisisitiza umuhimu wa mkutano huu kama jukwaa la kuimarisha mahusiano ya muda mrefu. Msingi wa ushirikiano huu umejengwa kupitia mazungumzo ya viongozi wakuu, hasa Vladimir Putin na Denis Sassou Nguesso. Mikutano yao iliyofanyika Moscow na Beijing, China, iliweka dira ya ushirikiano unaoonekana sasa ukichukua sura halisi. Putin ameendelea kuitaja Kongo kama mshirika wa kuaminika wa muda mrefu, kauli inayobeba uzito mkubwa katika siasa za kimataifa. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, ambapo mataifa makubwa yanatafuta washirika wapya, Afrika imekuwa uwanja wa ushindani wa kimkakati. Lakini tofauti na zamani, safari hii bara hili linaingia mezani kwa nguvu, likichagua washirika wake kwa busara isiyo kifani. Ushirikiano kati ya Urusi na Kongo ni mfano hai wa mwelekeo huu mpya. Sio tegemezi, bali ushirikiano; sio masharti, bali manufaa ya pamoja. Kadiri miradi ya pamoja inayoanza kutekelezwa, jambo moja linaonekana wazi: huu sio mwanzo wa hadithi, bali ni mwendelezo wa safari ndefu ya urafiki unaokua.